Jina langu ni Hawa Bihoga, lakini kwanza mukhtasari wake. Chadema yainguliwa katika uchaguzi mkuu wa Oktoba. Zaidi ya watu 100 wauawa katika shambulio la RSF nchini Sudan. Na Israeli yashambulia jengo la hospitali kuu huko Gaza. Habari kamili. Dar es Salaam. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema kimeinguliwa katika uchaguzi mkuu ambao utafanyika baadaye mwaka huu baada ya chama hicho kukataa kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi. Mkurugenzi wa uchaguzi Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi NEC Ramadhani Kailima amesema bila ya kutaja chama kwamba chama chochote ambacho hakijasaini kanuni hizo hakitaruhusiwa kushiriki katika uchaguzi mkuu au uchaguzi mwingine wowote kwa kipindi cha miaka 5 ijayo, na kusisitiza kuwa hakutakuwa na nafasi ya pili. Hapo jana Jumamosi, katibu mkuu wa Chadema John Mnyika alisema hatashiriki katika mkutano wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ambao ulilenga vyama vya siasa kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi zilizowekwa na serikali. Mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, ambaye alikamatwa na kushtakiwa kwa uhaini mapema wiki hii, awali alisema kuwa chama hicho hakitashiriki katika uchaguzi bila kuwepo mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Port Sudan. Zaidi ya watu 100 wakiwemo watoto 20 wanahofiwa kuuawa nchini Sudan kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na wanamgambo wa RSF katika eneo lililozingirwa la Al-Fasher pamoja na kambi 2 jirani za wakimbizi zinazokabiliwa na njaa. Ripoti za awali kutoka shirika la misaada ya kibinadamu zimeeleza kwamba watu 57 waliuawa siku ya Ijumaa, wakiwemo raia 32 waliouawa Al-Fasher na 25 waliuawa katika kambi ya Zamzam. Jeshi la Sudani lilithibitisha vifo hivyo na kuongeza kwamba katika shambulio hilo raia 74 waliuawa huku wengine 17 wakijeruhiwa. Shirika la Sudani la kulinda raia limesema waliouawa ni pamoja na wafanyakazi 9 wa misaada ya kibinadamu waliokuwa wakifanya kazi katika hospitali ya Zamzam inayosimamiwa na shirika lisilo la serikali la kimataifa. Hakukuwa na tamko lolote la kuhusika na shambulio hilo kutoka kwa kundi la RSF. Umoja wa Mataifa umelaani vikali shambulio hilo baya dhidi ya raia. Ukanda wa Gaza. Israeli imefanya shambulio katika hospitali kuu ya Gaza mapema leo na kuharibu idara ya dharura, sehemu ya mapokezi pamoja na majengo mengine muhimu katika shambulio ambalo Israeli imesema iliwalenga wapiganaji wa kundi la Hamas. Maafisa wa afya katika hospitali ya Al-Ahli Arab Baptisti wamethibitisha kutokea kwa shambulio hilo na kusema kwamba iliwahamisha wagonjwa katika jengo lililolengwa baada ya kupokea simu ya tahadhari juu ya shambulio hilo. Hadi sasa hakuna vifo ambavyo vimeripotiwa wala majeruhi. Katika taarifa yake, jeshi la Israeli limesema kwamba lilichukua hatua ya kupunguza madhara kwa raia kabla ya kushambulia jengo hilo ambalo wanasema lilitumiwa na wapiganaji wa Hamas kupanga mashambulizi. Wizara ya mambo ya nje ya mamlaka ya Palestina na kundi la Hamas wamelaani shambulio hilo na kusema Israeli ilikuwa inaangamiza mfumo wa afya wa Gaza. Mashambulizi hayo yanafanyika wakati ambapo viongozi wa Hamas wapo mjini Cairo kwa mazungumzo na wapatanishi wa Misri juu ya njia ya kunusuru mkataba wa kusitisha mapigano. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Tehran. Iran imesema Marekani inataka makubaliano ya nyuklia haraka iwezekanavyo, huku rais wa Marekani Donald Trump akitishia kuchukua hatua za kijeshi iwapo makubaliano hayo hayatafikiwa. Iran na Marekani ambazo zimekuwa na mahusiano mabaya kwa miaka zaidi ya 40 wanatafuta mkataba mpya wa nyuklia baada ya Trump kujiondoa katika makubaliano ya awali wakati wa muhula wake wa kwanza mnamo mwaka 2018. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi na mjumbe maalum wa Trump Stephen Witkoff wameongoza ujumbe katika mazungumzo hayo ya juu zaidi ya nyuklia ambayo ikulu ya Marekani imeyataja yenye tija. Katika mazungumzo hayo, Marekani inasisitiza Iran ivunje kabisa mpango wake wa nyuklia na ihakikishe haigeuki kuwa wa kijeshi. Na hatimaye Washington.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba mazungumzo ya kumaliza vita vya Urusi na Ukraini huenda yakaleta tija. Trump amesema hayo alipozungumza na waandishi wa habari. Wajumbe wa Marekani na Urusi mapema wiki hii walifanya mkutano, na vyanzo vya karibu vinasema njia ya mafanikio ya kusitisha vita nchini Ukraini ni kuunga mkono mkakati wa kuipa Urusi umiliki wa maeneo manne ya mashariki mwa Ukraine ambayo ilijaribu kuyachukua kimabavu mnamo mwaka 2022. Wakati hayo yakiendelea, vikosi vya anga vya Ukraine vimedungua droni 43 kati ya 55 zilizovurumishwa na Urusi usiku wa kuamkia leo, zikilenga maeneo ya kaskazini, kusini na katikati mwa Ukraine. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. DW Afrika wiki hii. Miongoni mwa matukio makubwa yaliyojiri barani Afrika wiki hii ni pamoja na kufikishwa mahakamani kwa mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema Tundu Lissu. Mazungumzo kati ya waasi wa kundi la M23 na wawakilishi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamefanyika huko Doha nchini Qatar, na utapata nafasi ya kusikia namna Rwanda ilivyoadhimisha kumbukumbu ya miaka 31 ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 ilisababisha mauaji zaidi ya watu 800,000. Utasikia pia kuhusu kurejeshwa kwa Wakenya 78 waliokolewa kutoka nchini Myanmar. Kwa hayo na mkusanyiko wa mengine mengi, ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Afrika wiki hii. Alhamisi, mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema Tundu Antipas Lissu alifikishwa katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam na kusomewa shitaka la uhaini, ikiwa ni saa chache baada ya kusafirishwa usiku kucha akitokea Mbinga mkoani Ruvuma ambako alikamatwa Jumatano usiku. Mwandishi wetu Florence Majani kutoka jijini Dar es Salaam alitutumia ripoti ifuatayo. Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chadema Taifa, amefikishwa mahakamani baada ya kukamatwa katika ziara yake ya kuhamasisha ajenda ya chama hicho ya hakuna mageuzi, hakuna uchaguzi. Kabla ya kusomewa shitaka hilo, taarifa ya jeshi la polisi iliyosainiwa na kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Marco Chilia, ilieleza kuwa Lissu alikamatwa baada ya kuwepo madai ya kufanya uchochezi, na hivyo jeshi hilo linamshikilia kwa mahojiano. Jeshi la polisi lilimkamata mwenyekiti huyo wa Chadema kufuatia tuhuma zilizokuwa zinapelelezwa za kufanya uchochezi wa kutofanyika kwa uchaguzi mkuu. Akizungumzia kukamatwa kwa Lissu na hatua zilizofikiwa kwa sasa, mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu wa Chadema Gaston Garubindi amewahamasisha wanasheria nchini Tanzania kujitokeza kumtetea Lissu, kwani makosa yake anayodaiwa kuyafanya ya uhaini hayana dhamana. Tunawaomba mawakili wote kujitokeza, tuwasiliane nao, tufanye logistic kwa ajili ya kumtetea mheshimiwa mwenyekiti wa chama ambaye ana kesi hiyo ya uhaini kwa mujibu wa jeshi la polisi. Pamoja na kukamatwa kwa Lissu, kadhalika mkutano wa hadhara uliopangwa kufanyika leo wilayani Mbinga umezuiwa na jeshi la polisi, huku mkutano wa chama hicho na wanahabari uliopangwa kufanyika kadhalika ukizuiwa. Kabla ya jeshi la polisi kutoa taarifa hii, sakata la Lissu kukamatwa lilizua mjadala ndani ya bunge la Tanzania na nje ya bunge, ambako wadau wamekuwa na maoni tofauti. Mbunge wa Nkasi Kaskazini kupitia Chadema Aidan Kenan alizungumza bungeni huku akilitaka jeshi la polisi litaje sababu za kukamatwa kwa Lissu. Pamoja na kuzuiwa kwa mikutano hiyo na kukamatwa kwa Lissu, kadhalika jeshi la polisi lilitumia mabomu ya machozi kuwaondoa wafuasi wa Chadema waliokuwa wamejikusanya katika eneo la Mforonyaki ambako mkutano wa Lissu ulipangwa kufanyika. Mchambuzi wa masuala ya siasa na mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Dr. Richard Mbunda, amesema inawezekana ara 4 za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan hazijaeleweka. Sasa unapoona kwamba matukio kama haya yanatokea ambapo nguvu kubwa ya polisi na mabomu yanapigwa, unagundua kwamba labda pengine watu hawajamuelewa Mheshimiwa Rais na falsafa yake ya kuendesha siasa haki na kwa hoja na kuhakikisha kwamba kila mmoja anazingatiwa katika kutoa maoni yake. Muda mchache uliopita, Chadema imetoa tamko lake kwa umma ikilishinikiza jeshi la polisi kumwachia Lissu na kuwataka wanasheria wote nchini kujitokeza kumtetea mwanasiasa huyo machachari.
Ripoti yake mwandishi wetu wa jijini Dar es Salaam Florence Majani kuhusu kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo huko nchini Tanzania kama alivyotutumia. Mazungumzo kati ya waasi wa kundi la M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamefanyika juma hili mjini Doha. Idhaa ya Kiswahili ya DW imethibitisha kufanyika kwa mazungumzo hayo ya moja kwa moja yaliyoanza Jumatano. Awali, vyombo vya habari viliripoti kwamba mazungumzo hayo ya mjini Doha nchini Qatar yameahirishwa. Mwenzangu Saumu Mwasimba amezungumza na Saleh Mwanamilongo ambaye alitoa ufafanuzi zaidi kuhusu yaliyokuwa yakijiri kwenye mazungumzo hayo. Kulikuwa na mkanganyiko wa taarifa kuhusu mazungumzo hayo, lakini duru pande zote mbili zimethibitisha kwamba mazungumzo yalianza jana na yanaendelea hii leo. Kwa hiyo ni vigumu kuwa na taarifa rasmi kwa sababu upatanishi uliwasihi wajumbe kutoka pande zote mbili kwamba ili kuendesha mazungumzo pasina na shinikizo nyingi kutokana na vyombo vya habari, kusiwe na taarifa zilizo tolewa kwa vyombo vya habari, bali wenyewe watatafuta muda wa kuweza kutangaza ama kutoa taarifa hizo. Lakini duru za kuaminika ambazo tumezungumza nazo zimetuambia kwamba wajumbe wote wawili wako Doha na walikuwa na kikao jana na kikao kingine kinaendelea leo. Katika taarifa ambazo zimeonyesha kwamba mazungumzo haya yameahirishwa, ilitajwa kwamba M23 walitoa madai mapya au mapendekezo mapya ili mazungumzo haya yafanyike. Je, yalikuweko kweli mapendekezo mapya yaliyotolewa na M23 au hiki nacho tunafahamu nini mpaka sasa? Kwa kweli masharti mapya yapo kutoka kwa kundi la M23 na ifahamike kwamba kulingana na duru na taarifa tulizonazo ni kwamba ujumbe wa serikali ulioko Doha unawakilishwa na wataalamu pekee, sio ujumbe wa ngazi ya juu kama vile mawaziri ama maafisa wakuu wa serikali. Taarifa zinasema kwamba Bertrand Bisimwa ambaye ni kiongozi wa kundi la M23 na naibu kiongozi wa vuguvugu hilo la AFC M23 ndio ameongoza ujumbe huo huko Doha. Na kwanza walitaka Rais Felix Tshisekedi mwenyewe atangaze rasmi kwamba anakubali mazungumzo ya ana kwa ana baina ya serikali yake na waasi wa M23. Pili, kuondolewa vikwazo vyote walivyowekewa viongozi wa M23. Tumefahamu kwamba wengine walihukumiwa adhabu ya kifo, wengine kuna hati ya kukamatwa, kuachiliwa huru wafungwa ambao ni wanachama wa M23 na wale ambao ni washirika wao. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo ni vigumu kufahamu hatua gani itakayochukuliwa. Ni mahojiano ya idhaa ya Kiswahili ya DW kuhusu kile kilichoendelea katikati mwa juma kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa kundi la M23 katika juhudi za kutafuta suluhisho la mzozo wa huko mashariki mwa Kongo. Tukisalia katika taifa hilo la katikati mwa Afrika, mvua zilizonyesha kwa siku karibia 3 mfululizo mjini Kinshasa zilisababisha vifo vya zaidi ya watu 30. Makumi ya watu wengine wamejeruhiwa. Hayo ni kwa mujibu wa waziri wa mambo ya ndani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na nchini Kenya, raia 78 wa taifa hilo waliookolewa kutoka Myanmar wamerejea nchini humo majuma mawili baada ya kundi jingine kurejeshwa kutoka katika nchi hiyo hiyo ya Myanmar. Wakenya hao wameelezea mateso waliopitia kwa siku 40 baada ya kuhadaiwa kuwa watapata nafasi za kazi. Mwandishi wetu wa jijini Nairobi, Shisi Wasilwa, na maelezo zaidi. Idadi hiyo inafikisha mpaka sasa raia wa Kenya 153 ambao wameokolewa kutoka mikononi mwa walaghai nchini Myanmar. Kwa mujibu wa athiriwa kadhaa, safari yao ilianzia hapa nchini Kenya walipoahidiwa kazi zenye malipo mazuri nchini Thailand na mawakala wa hapa nchini Kenya. Wakiwa na matumaini makubwa, walijitahidi kupata hati muhimu za kusafiria pamoja na fedha za gharama za safari bila kujua kuwa walikuwa wakielekea kwenye jinamizi. Jamaa huyu aliyejifunika kwa barakoa anajitambulisha kwa jina Dana, anaelezea kadhia yake. Ilikuwa ni tuibie watu online. Wizi, unaiba tu direct, tuibie mtu, uconfuse mtu na umuibie. Kuna serikali huko unafanyia kitu chochote. Ukijaribu kusema kucomplain, utapewa punishment, wanakuambia kwamba
200,000. Wakati wa kuwapokea waliorejea katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, katibu mkuu wa masuala ya diaspora Roslyn Njogu aliwaonya Wakenya dhidi ya kushirikiana na mawakala au kampuni za utalii ambazo hazijasajiliwa kisheria. Serikali imesisitiza kuwa kwa sasa hakuna nafasi za kazi kwa Wakenya katika eneo la Golden Triangle huko kusini mashariki mwa Asia. Everybody says they're going to Thailand. Kila mtu husema anaenda Thailand ilhali wanakwenda Myanmar na wanakwenda kule kama watalii. Hivyo inakuwa vigumu kuwafuatilia kama wizara sababu wanasafiri na visa ya watalii. On a tourist visa. Waathiriwa wengi walielezea kuwa walipowasili walipatwa na mshangao mkubwa walipogundua kuwa hawakuwa wamewasili Thailand bali Myanmar. Waathiriwa walielezea hali waliokuta Myanmar kama ya kutisha. Wengi walifungiwa ndani ya jengo lililojaa kompyuta na kulazimishwa kushiriki katika ulaghai wa mitandaoni. Wakachukua passport, tukaangaliwa kwa njia, tunashuka, tunapewa picha, tunaingia ndani ya gari. Tulipata check-ups kama 3 na kutoka Bangkok City tulitravel for 9 hours. Nataka niwaambie watu na narudia, hakuna kazi Thailand. Na ninarudia tena. Kama unaweza kupata nafasi ya choo, ufanye kazi kwa choo. Hata kama ni kuosha choo ya mtu na upewe 50 bob, enda hapo. Baadhi walishuhudia wenzao wakifariki kutokana na mateso hayo. Wale waliokosa kufikia malengo waliwekwa kwenye vyumba vya giza na kuteswa. Wakenya hao 153 walikuwa miongoni mwa watu zaidi ya 7,000 wa mataifa mbalimbali waliokolewa kutoka kwenye kambi hizo za udanganyifu baada ya operesheni uokoaji kimataifa ikishirikiana na serikali ya ufalme wa Thailand. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi. Shukrani Shisia Wasilwa. Tuelekee sasa Sudan Kusini. Mwanzoni mwa juma, waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio alitangaza kuzibatilisha visa zote za raia wa Sudan Kusini wanaoishi nchini humo. Sababu ya hatua hiyo ilitajwa kuwa ni kutokana na taifa hilo la Afrika kushindwa kumpokea raia wake aliyefukuzwa Marekani. Zaidi, Marekani ilitangaza kuwa imesitisha pia kutoa visa mpya kwa wananchi wa Sudan Kusini ili kuwazuia wasifike Marekani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni na Ushirikiano wa Kimataifa wa Sudan Kusini, Balozi Apok Ayuel Mayen, alitoa kauli kuhusu uamuzi huo wa Marekani akisema kuwa the government deeply regrets. Serikali imefadhaishwa sana na hili. Licha ya historia ya ushirikiano, sasa Sudan Kusini inakabiliwa na swala la kubatilishwa kwa visa za watu wengi kutokana tu na mkasa mmoja unaomhusu mtu ambaye wala si raia wake. Michakato ya kina imethibitisha kuwa mtu huyu ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anayeitwa Makula Kintu. Kwa kuzingatia itifaki zetu za uhamiaji, hakuruhusiwa kuingia nchini na alirejeshwa kwa nchi iliyomleta kwa ajili ya taratibu nyingine zaidi. Return to the sending country for further processing. Hata hivyo, wizara hiyo ya mambo ya kigeni ya Sudan Kusini sasa imesema kuwa kwa kuzingatia uhusiano wa kirafiki kati ya Sudan Kusini na Marekani, serikali imeamua kumruhusu raia huyo wa Kongo kuingia katika ardhi yake. Sakata hilo halikuishia hapo. Limeendelea kwa rais wa Sudan Kusini Salva Kiir kumfuta kazi waziri wake wa mambo ya nje Ramadhan Mohamed Abdallah Gok kupitia amri aliyoisaini Jumatano usiku na kutolewa rasmi Alhamisi. Kiir amemteua Monday Semea Kumba kuishika nafasi hiyo. Kama ndio kwanza unajiunga nasi msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka hapa mjini Bonn, Ujerumani, na makala hewani ni Afrika wiki hii. Tugeukie mzozo kati ya Algeria na mataifa mawili ya ukanda wa Sahel yaliyo chini ya utawala wa kijeshi ya Mali na Niger. Mapema Jumatatu, Algeria iliwarejesha nyumbani mabalozi wake wanaoiwakilisha kwenye nchi hizo. Ilichukua hatua hiyo ikilipa kisasi baada ya Mali, Niger pamoja na Burkina Faso nazo kuondoa mabalozi wake kwa madai kuwa Algeria ilidungua droni moja ya jeshi la Mali katika eneo la mpaka kwenye mji wa Tin Zoutin mwishoni mwa mwezi Machi mwaka huu. Kwa upande wake, Algeria ilikitaja kitendo hicho kuwa hatua ya kulinda anga zake, lakini Mali inasema hakikuwa na msingi wowote na kimekiuka sheria za kimataifa. Waziri wa usalama na ulinzi wa raia wa Mali, Daoud Ali Mohamedin, amesema licha ya kuziomba mamlaka za Algeria zifanye uchunguzi, hawakupata jibu la kuridhisha. Ili kufanya uchunguzi zaidi, mamlaka za Mali ziliiomba Algeria itoe ushahidi kuwa droni ya Mali ilikiuka taratibu za anga lake.
Ombi la Mali halijapata jibu la kuridhisha kutoka kwa Algeria. Serikali ya mpito imejiridhisha kuwa droni ya jeshi la Mali ilidunguliwa kutokana na vitendo vya uadui vya utawala wa Algeria. Kutokana na mvutano huo, baadaye wiki hii Mali na Algeria zilitangaza kufungiana anga, huku kila mmoja akikataza ndege za upande wa pili kupita kwenye anga yake. Mali hutumia droni katika harakati zake za kukabiliana na makundi ya itikadi kali yaliyoko maeneo ya mpaka wake na Algeria. Hivi karibuni mshikamano miongoni mwa mataifa ya Mali, Niger na Burkina Faso, ambazo zote zina tawala za kijeshi, umedhihirika kutokana na jinsi wanavyofanya maamuzi ya pamoja. Mataifa hayo huitikia au kulipiza kisasi kwa pamoja mara tu mmojawapo anapochokozwa. Na mgogoro kati ya Algeria na Mali umeibua hisia mseto miongoni mwa raia wa mataifa hayo mawili, wakisema Mali ina haki kupinga kitendo hicho, na hata mimi mwenyewe ninakipinga kama raia wengine wa Mali. Shida ambazo tumekuwa tunakabiliana nazo kwa zaidi ya miaka 10 ni kuamini kwamba Algeria ilikuwa taifa rafiki kwa Mali, lakini hivi karibuni tumeanza kuthibitisha ukweli. Naiunga mkono hatua ya kuwaita mabalozi wetu nyumbani. Lazima Algeria itoe ufafanuzi wa kutosha. Nadhani pande zote mbili zinatakiwa kufanya mazungumzo na kutoa suluhisho la amani. Tuna shida nyingi kwa sasa, na kutokana na hali ilivyo kaskazini mwa nchi tunatakiwa kuepusha mzozo mpya na Algeria. Naam, ni maoni hayo ya miongoni mwa raia wa Algeria na Mali kuhusu mvutano unaoendelea baada ya mataifa hayo kufungiana anga. Na tuhitimishe makala ya Afrika wiki hii kwa kuiangazia kesi iliyoanzishwa na Sudan dhidi ya Umoja wa Falme za Kiarabu katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ, ambayo ilianza kusikilizwa wiki hii. Serikali mjini Khartoum inaishutumu Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kuvunja mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu mauaji ya kimbari kwa madai kwamba inawaunga mkono wanamgambo wa RSF ambao wanapambana na jeshi rasmi la Sudan. Umoja wa Falme za Kiarabu umekuwa ukikanusha madai hayo na kusema hayana msingi. Sudan imeieleza mahakama ya kimataifa ya haki ya ICJ kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu ndiyo nguvu inayoendesha kile ilichokiita mauaji ya kimbari katika jimbo la Darfur, kama kaimu waziri wa haki wa Sudan Muawia Osman alivyoiambia mahakama hiyo. Msaada wa moja kwa moja wa vifaa na misaada mingine ambayo Umoja wa Falme za Kiarabu umekuwa ukitoa na kuwapa wanamgambo wa RSF umeendelea kuchochea mauaji ya kimbari na ubakaji na kuwafanya watu wayahame makazi yao kwa lazima. Umewezesha pia kuendelea kufanya uporaji na uharibifu wa mali binafsi na za umma. Kwa upande wake, msaidizi wa kaimu waziri wa masuala ya kisiasa katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Falme za Kiarabu, Rim Ketait, alikanusha madai hayo. Tangu vita vilipoanza, Umoja wa Falme za Kiarabu haujatoa silaha zozote au zana zinazohusiana na silaha kwa upande wowote wa mgogoro. Badala yake, tangu mwanzo kabisa wa mzozo, tumefanya kazi bila kuchoka kuwaondolea machungu watu wa Sudan. Nchi hii imekuwa ikishirikiana na washirika ukiwemo Umoja wa Mataifa kutoa zaidi ya dola milioni 600 kwa ajili ya msaada kwa watu wenye uhitaji kote Sudan na nchi jirani bila kubagua. Without discrimination. Kesi hiyo imeanza kusikilizwa wakati kukiripotiwa mashambulizi yaliyofanywa na kundi la wanamgambo wa RSF mapema Alhamisi yaliyosababisha vifo vya zaidi ya raia 20 huko Darfur. Mashambulizi hayo yalilenga kambi ya Abu Shouk iliyokuwa ikiwahifadhi watu wasio na makazi. Watu wengine 25 walijeruhiwa. Kabla ya mashambulizi hayo, wanamgambo hao walitangaza kuwa wameuteka mji wa Kadada ambao ni muhimu kuelekea El Fasher. El Fasher ni eneo la mwisho katika mkoa wa Darfur ambalo bado liko mikononi mwa jeshi rasmi.